Jioni ya leo tutakwenda kujifunza. Si sote ni waombaji hapa, si ndio hivyo? Amina. Basi tutakwenda kujifunza neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Wafilipi ule mlango wa 4 na ule mstari wa 6. Wafilipi mlango wa 4 na ule mstari wa 6. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. Ninaomba tusome kwa pamoja. Kama umepata, nyosha mkono wako ili tuweze kusoma kwa pamoja. Basi katika Utatu Mtakatifu, 1, 2, 3. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu zijulikane na Mungu. Ningependa kuwasikia nini aya katika Utatu Mtakatifu 1, 2, 3. Ndio. Ndio. Amen. Basi tuna kichwa cha somo kinachosema nguvu iliyo kwenye maombi. Nguvu iliyo kwenye maombi. Kichwa cha somo kinasema nguvu iliyo kwenye maombi. Mwambie jirani yako, nguvu iliyo kwenye maombi. Mwambie tena, nguvu iliyo kwenye maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu, na maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na nani? Mwanadamu. Basi kwa kupitia neno la Mungu, waraka huu wa Mtume Paulo kwa Wafilipi unasema tusijisumbue katika neno lolote. Sijui unahitaji gani, sijui kuna magumu gani ambayo unakutana nayo, sijui kuna changamoto gani unakutana nayo, lakini changamoto yako unakutana nayo, wewe kazi yako ni kupiga magoti na kumwomba Mungu. Maana Biblia inasema na haja zetu zijulikane mbele za nani? Haleluya. Kuna wakati watu tunatamani sana haja zetu zijulikane mbele za wanadamu wenzetu, lakini nataka nikwambie kitu kimoja: msaada pekee wako uko kwa nani? Haleluya. Haleluya kanisa. Mwambie jirani yako, msaada wako pekee uko kwa Mungu. Mwambie tena, usijisumbue katika neno lolote, bali katika kila neno ni kwa kusali na kuomba na haja zako zijulikane mbele za nani? Kwa hiyo usijisumbue, mtumishi wa Mungu, katika neno lolote, katika chochote ambacho unachokutana nacho. Neno la Mungu jioni ya leo, ambayo ni pumzi ya Mungu mwenyewe, inazungumza na mtu mmoja. Yamkini kuna mahali unapita, umekosa msaada kabisa, unakata tamaa, unaona kushindwa, unaona kuishiwa, lakini kati ya hayo mazingira unamwangalia nani? Unamtazama nani? Mungu wetu hajawahi kushindwa na jambo lolote. Ikiwa aliweza kukusaidia mwaka jana, hata mwaka huu anaweza kukusaidia. Kwa maana Mungu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Hajawahi kubadilika hata siku moja. Haleluya. Kwa hiyo changamoto yako ni ndogo sana, mapito yako ni madogo sana. Tatizo tunaona changamoto kubwa kuliko Mungu, na ndio maana tunashindwa kuvuka. Ukiona changamoto yako kubwa kuliko Mungu, tulikuwa tutabaki nayo hapo hapo. Nampenda sana Daudi katika Zaburi ile ya 121. Anasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi.
mlima au na utazamo wa mlima, ukiona kwamba huwezi kuvuka. Kweli kwa akili zako huwezi, kwa akili zangu siwezi, lakini tunaye Mungu mwangusha kila aina mlima. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Unakumbuka habari za kusoma zile katika kitabu cha Hesabu ule mlango wa 13, Musa anapowatuma wapelelezi kwenda kupeleleza katika nchi ya Kanaani. Baada ya kuwatuma wapelelezi 12, walipokutana na mijitu na wanafiri, baada ya kuona wakavunjika moyo kabisa, wakaleta taarifa mbaya, wakasema hapana, sisi hatuwezi kwenda kule, wake zetu watakufa, watoto zetu watakufa. Lakini watu wawili, Kalebu alikuwa na mwenzie Yoshua, hawa ndio wakasema wale kwetu ni chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu waliamini Mungu yule aliyevusha katika bahari ya Shamu ana uwezo hata kuangusha Wamanefili, ana uwezo hata kuangusha hao hivi, ana uwezo hata kuangusha hao hivi. Nazungumza na mtu mmoja, kuna mahali inafika unakata tamaa kabisa. Wakati mwingine unajifungia ndani, unakosa msaada, unaona giza. Mungu amelituma neno lake jioni ya leo. Mahali ulipomtumainia Mungu, muamini Mungu, mtavuka tu. Haleluya. Kumbuka ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu anasema katika Isaya 43 na ule mstari wa 4, kwa kuwa ulikuwa samani na kusaminiwa machoni pako, nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili yako. Kwa hiyo katikati ya mapito utapomwangalia Mungu, Mungu atakuinulia wote kukuvusha katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Nazungumza na mtu mmoja hapa. Kuna imani ya mtu mmoja na kwenda kuinuliwa siku ya leo. Kuna imani ya mtu mmoja na kwenda kuinuka jioni ya leo. Haleluya. Tusome katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 12 na ule mstari wa kwanza, nitasoma mpaka ule wa 12. Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Tasoma katika jina la Yesu. Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hebu rudia mstari huu. Sema, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nalo kanisa likamwomba Mungu. Sijasikia. Sema tena, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nalo kanisa likamwomba Mungu. Tunaendelea mstari wa 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakalilinda gereza. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge ukavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Mstari wa 9. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Wa 10. Na walipopita rindo la kwanza na la pili, wakaja mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka
nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Mstari wa 12. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unaweza kuwa na pesa lakini sikusaidie. Kuna mahali unaweza kuwa na maarifa kabisa kawaida lakini sikusaidie. Lakini ipo nguvu ya maombi inaweza kukutoa katika eneo ambalo upo. Haikuwa rahisi sana Petro kutoka katika gereza. Ikiwa Herode baada ya kumua Yakobo, sawa, wale Wayahudi wakapendezwa na ile hali. Kwa hiyo Herode baada ya kuona vile akataka kuwafurahisha tena Wayahudi. Haikuwa rahisi Petro kutoka kabisa, hata kama mtu angeonga pesa kiasi gani, kwa sababu zamiri Herode ilikuwa baada ya kuisha Pasaka ili Petro amue. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, kanisa likamwomba Mungu. Sema kanisa likamwomba Mungu. Sema tena kanisa likamwomba Mungu. Ninapozungumza kanisa sizungumzii jengo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni sisi. Sema kanisa ni mimi. Sema kanisa ni mimi. Kwa hiyo kanisa lilipiga goti likamsihi Mungu. Inawezekanaje mtumishi wako wa kwanza ameondoka na huyo wa pili tena? Waliomba kwa bidii. Mungu akamtuma malaika wake kwenda kumtoa nani? Petro. Okay, labda nikuulize swali. Kanisa lisingeomba, je, Mungu angemtuma malaika wake? Kwa hiyo kuna vitu kama tutosimama kama kanisa kuomba, sio rahisi kuvipokea. Kwa sababu Mungu ana watumishi wa aina mbili. Ana watumishi wa kiroho ambao ni malaika, na watumishi wa kimwili ambao mimi na wewe. Kwa hiyo kuna mahali anatutumia, lakini kuna mahali anaamua kuwatuma malaika wake. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo Mungu alipomtuma malaika wake, Petro mwenyewe alishangaa kwanza. Ninaona ni maono au ni ndoto? Akuamini. Milango ya gereza ikafunguka. Petro anatoka lindo la kwanza, lindo la pili, ndipo anapopata ufahamu kumbe Bwana amemtuma malaika wake aje kunitoa. Nami naomba katika jina la Yesu, Mungu atakufungulia malango yako yote yaliyofungwa. Hiyo malango ya uchumi, hiyo malango ya kibali, malango yote atakufungulia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwambie mwisho usiogope. Mwambie usiogope. Vitu unakutana nayo, mkabidhi Bwana. Mwambie vitu unakutana nayo, mkabidhi Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza kwa kupitia Wakristo hawa. Tunajifunza kwa kupitia watumishi wa Mungu kwamba ni lazima tusimame kama kanisa. Kuna vitu haviendi sawa ndani ya kanisa. Kuna vitu haviendi sawa kwenye familia. Kuna vitu haviendi sawa kwenye nchi. Kanisa tunasemaje? Ni lazima tuombe, tumsihi Mungu. Kwa sababu gani? Mungu amekuweka kuwa mlinzi. Mungu ameniweka kuwa mlinzi. Baadaye utakuja kulaumiwa. Kwa nini nilitokea tatizo fulani na wewe ulikuwa wapi? Nilikuweka pale kwa kusudi fulani. Kisoma katika Isaya 62 na ule mstari wa 6. Unasema nimeweka walinzi juu ya kuta zenu, Yerusalemu, hawatanyamaza kimya. Sema mimi ni mlinzi. Sema mimi ni mlinzi. Kwenye familia ni mlinzi. Kwenye kanisa ni mlinzi. Mahali unapofanya kazi ni mlinzi. Haleluya. Tatizo kuna wakati tunajidharau.
unaona kwamba fulani akiniombea ndio nafanikiwa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu anahitaji kusikia sauti yako mwenyewe ukizungumza na Mungu, kwa sababu Yesu mwenyewe wakati anawafundisha wanafunzi, wakati anawafundisha makutano, akawaambia, sikieni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Tayari alitoa agizo la kuomba. Kwa hiyo unapokaa kimya unajinyima haki yako ya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima uombe. Hamka usiku mtumishi wa Bwana. Ukiona vitu haviendi, piga magoti mbele za Bwana. Msii Mungu juu ya tatizo lako. Iwe kwa katika eneo la uchumi, eneo lolote unaliona kwako ni gumu, toa muda wako, omba. Mwana maombi ana uwezo wa kufungua jambo na uwezo wa kufunga jambo, iwe kwenye mtaa, iwe kwenye nchi. Mwana maombi ana nguvu sana. Huwa mimi nawaambia watu, usimdharau mwana maombi. Unaweza kuona ni kawaida sana, lakini kuna ulimwengu wa roho ni tishio. Akipita mahali hata na pepo yenyewe anaogopa. Asema kuna mtu anapita hapa. Wanaona ni moto tu unawaka. Hilo ukimtazama na muone iko simple tu, huwezi kujua. Haleluya kanisa. Lazima ujivunie kwenye nafasi. Haleluya. Haleluya. Usikubali mtu akakusalau tu hivi. Maana mambo yanataka piga goti. Sawa, si unamsumbua juu jambo fulani. Wewe mnyonge anakwenda kwa Mungu anapiga goti. Baba, nisaidie juu jambo hili. Utahangaika utafuta waganga na waganga, hawataweza kukusaidia kwa sababu yeye amemwomba yule aliomba mbingu na nchi, na yeye anaamua kufunga juu ya jambo hilo. Mpaka unaposogea kwake kwa rehema, ndipo anapolifungua. Haleluya. Karabashata na masikata leo. Rika na basa. Tunazungumza na mtu mmoja. Lengo ni kutengeneza watu mashujaa. Kutengeneza wana maombi mashujaa ndani ya kanisa. Hakuna anashindikana mbele za Mungu wetu. Haleluya. Ngoja nikuoneshe kitu. Kwamba mwana maombi ana uwezo wa kufungua jambo, ana uwezo wa kufunga. Hebu tufungue katika kitabu cha waraka wa Yakobo ule mlango wa 5. Waraka wa Yakobo ule mlango wa 5. Waraka wa Yakobo ule mlango wa 5. Kuanzia ule mstari wa 17 mpaka 18. Tasoma katika jina la Yesu. Kuanzia mstari wa 17 unasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Hebu sema hapa, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na mimi. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa mwanadamu, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi. Muda wa miaka 3 na miezi ngapi? 6. Huyu ni Elia. Alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kabisa, lakini alikuwa ni mwana maombi. Alijua nafasi yake. Kama nitaposimama katika nafasi hii, Mungu ananisikia. Kwa sababu mwana maombi ni mtu ambaye muda wote anazungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, kwa jina langu mvua haitonyesha miaka mingapi? 3 na miezi 6. Imekuwa ijawa. Imekuwa ijawa. Kwa hiyo sisi tunashindwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo simama kwenye nafasi yako. Lengo ni kukuonyesha kwamba unachoweza kumsihi Mungu, Mungu anajibu. Tatizo letu hatujiamini. Kuna mwingine anaona mimi nimeokoka juzi tu, si ndio? Kwa sababu Mungu atanisikiaje? Nataka nikwambie, yani hata umeokoka lini, tamka tu neno, Mungu anafanya. Mimi nakumbuka nilipookoka, nilikuwa muongoza sala toba tu siku ya kwanza. Siku ya pili yake niliona nguvu za ajabu sana.
Na kuna wakati nikataka kujua huyu Mungu ameniita kweli, kwa sababu nilikuwa ni mtu wa duniani kabisa, wala sikuwa kutegemea nitaweza kusimama kuhubiri neno la Mungu. Nikiwa nahitaji na kitu, ninamwambia Mungu, leo ninatoka hapa na kwenda kanisani kuabudu, lakini nina shida ya kitu fulani. Ninapomaliza kufanya ibada, ninaona Mungu anafungua malango. Kila nilichokuwa ninakiomba, unaweza kujua kwa sababu gani? Mungu anakutengeneza katika mazingira ya kumwamini kwamba yuko pamoja na nani? Na wewe. Kwa sababu hata Biblia inasema kwamba yoyote mkisali na kuomba, aminini kwamba mnayapokea, naye atakuwa ya kweli katika jina la Yesu. Kama naamini, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi. Haleluya! Haleluya kanisa. Kwa hiyo msijidharau. Tena watu waliokoka mwanzoni wana nafasi kubwa sana. Yaani akitamka kitu baba akiita, mbingu zinasikia. Haleluya. Kwa hiyo usiogope, usinikatie tamaa. Usinikatie tamaa. Ninazungumza na kijana mmoja, ninazungumza na binti mmoja mahali hapa. Usikate tamaa kwa mume wako unaenda hujaolewa. Yuko Mungu ambaye atakayekupa katika jina la Yesu unamtaka. Piga goti lako omba. Ninazungumza na kijana mmoja, kila kitazama haoni chochote, lakini nakwambia kitu kimoja, kwamba mke mwema anatoka kwa Bwana, na apata mke apata kibali mbele za Bwana. Kwa hiyo simama, endelea kumsihi Mungu. Bado hujachelewa. Bado haujachelewa. Haleluya. Rabashana rabasiki. Haujachelewa bado. Usikubali watu wakawa wanakuforce kufanya vitu, na wakati mwingine sio wakati wa Mungu. Inaweza kukukosi. Piga goti, simu. Utaona milango inafunguka, na utaona unakuwa na amani na hiyo jambo, kwa sababu kitu cha kwanza kinachoashiria Mungu amejibu maombi yako unapotoka kuomba, ile amani ya Kristo inaingia ndani yako kwa wakati ule. Ukitaka kuamini Mungu amejibu ulichokiomba, hata kama umepiga goti ndani kimya, utaona kuna, yani kama ulikuwa na mzigo mkubwa sana, tuna ghafla kama unaima unautoa ule mzigo ulio tayari. Mungu ameshajibu. Haleluya. Kwa sababu katika Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 15 unasema amani ya Kristo na iamue moyoni mwenu. Kwa hiyo amani ya Kristo inayopamua ndani ya moyo wako, ujue kuna jambo, kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yako. Na ndio maana adui mjanja sana ana tabia kumondolea mtu amani. Hakuondolea amani kabisa. Hajakuondolea amani wewe, hautamwabudu Mungu katika roho na kweli. Huko kanisani lakini mawazo yako yatakuwa yako nyumbani. Huko kanisani lakini mawazo yako kwenye vikoba. Huko kanisani lakini mawazo kwenye kausha damu. Haleluya. Yaani wewe shetani anachofanya, na kuna wakati anakupeleka kwenye madeni. So ukifanya mwombaji mzuri, ngoja nipambane naye huko, ila kukamata anakuondolea kiu na maombi, tayari kushabani. Watu wanakupitia mama fulani, leo tuende kwenye fellowship. Atangulieni jamani, ninakuja wiki la kwanza, wiki la pili, wiki la tatu, shughuli imeisha. Bila kusimama watu kuomba kwa ajili yako, tayari umeshaangamia. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuzitambua ila la shetani. Kama mwombaji, ni lazima utambue, mimi nilisimamaje ndani ya kanisa na sasa hivi nikoje. Fanya mpango wa kujitathmini mwenyewe. Yesu ilifika wakati alijitathmini. Aliwaambia wanafunzi wake, hivyo huko mitaani wananiita mimi nani? Yaani alifanya nini? Tathmini. Wengine wakasema Elia, wengine si nabii. Walitamka kila mtu na je, na nyinyi mnaniita mimi nani? Karabasha. Petro akasema, wewe ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Akasema Petro, wewe umefunuliwa na baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ni lazima ujifanyie tathmini mwana maombi, siku hadi siku, saa hadi saa, kwamba niko katika kiwango gani, kama nimepanda au kama nimeshuka, na kwa nini nishuke. Jina la Bwana libarikiwe.
Jina la Bwana libarikiwe. Kunung'unika ni dhambi kwa mwana maombi na mtu yeyote yule. Manung'uniko ni nini? Ni dhambi kabisa. Na utafanya hasira za Mungu ziwake juu yako kwa sababu ya manung'uniko. Ikiwa Mungu ametoa kabisa hoja kwamba ombeni nani mtapewa, kwa nini unung'unike? Mnakumbuka habari za wana wa Israeli katika kitabu cha Hesabu ule mlango wa 21 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 8. Utaposoma utakutana na habari za wana wa Israeli walipokuwa wanatembea. Ile njia ilikuwa ni ndefu sana. Mara wakaanza kusema tumekumbuka matikiti maji, tumekumbuka matango, bora turudi Misri. Wananung'unika. Hasira za Bwana zitawaka juu yao. Mungu atatuma nyoka wa moto, wakawang'ata, wengi wakafa. Baada ya kugundua tatizo lao, ndipo akasema Musa, tunaomba tuombe kwa Mungu atusamehe na wewe utusamehe ili aiondoe adhabu hii. Kwa hiyo tunakwambia manung'uniko ni dhambi. Manung'uniko husababisha adhabu au ghadhabu ya Mungu ishuke. Wakisha nataka tusimame straight. Tusimame tuongee ukweli. Hapa hapana, hapa ndio. Tusiungane na vikundi maana tunakusanya na huku tunaongea ile takiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya Musa kuzungumza na Mungu, ndipo Mungu akasema tengeneza nyoka shaba mtundike juu ya mti. Kila atakayeumwa na nyoka moto hatapomtazama yule nyoka shaba atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sijui ni tatizo gani unakutana nao, lakini sisi leo hii tunainua macho yetu tunamtazama Kristo. Kwa hiyo tatizo lolote, kwa hiyo changamoto lolote. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Mwambie mwenzio usiogope. Mwambie tena usiogope. Mwambie tena usiogope. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi na vigelegele. Haleluya. Sijui kuna mtu amepata kitu hapa. Mimi naamini kabisa hautaenda kutoka kama jinsi ulipoingia. Kuna kitu kama umekipata cha kuweza kukusaidia. Haleluya kanisa. Na kuna kitu kingine sisi ni wana maombi lazima tukijue. Hiki kila mahali ninapokuwepo napenda kuzungumza na watu. Mchungaji ambaye Mungu amemchagua kusimama kwenye madhabahu hii au madhabahu yote ya Kristo. Sawa. Sisi watumishi tunatakiwa tumuombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunatakiwa tuombee na ibada. Na jinsi ndio anabeba mizigo ya kuombea au ya kutombea au kuombea ibada, lakini sisi wakati mwingine tunailax. Baadaye tunakuja mlalamika, sisi hatuelewi kanisani. Tatizo ni nani? Sijasikia tatizo ni nani? Kwa hiyo hakikisha unamwombea mtumishi wa Mungu. Simama kwa nafasi yako hata usiku unapoanza kuomba, hakikisha unaombea watumishi wa nani? Wa Mungu. Usikamate tu mambo yako mwenyewe. Ukishughulika sana na mambo ya kwako, kuwa na hakika kabisa Mungu anakuona wewe ni selfish, binafsi. Na kama binafsi, kuna wakati Mungu atakuangalia kwamba mimi sikuchagua muombaji kwa ajili ya familia yako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka habari za Ayubu. Baada ya kuombea wale rafiki zake, Biblia inasema akaondolewa nini? Uteka wake. Baada ya kuombea rafiki zake. Kuna rafiki zetu wangapi wanapita kwenye mazingira magumu? Kuna jirani zetu wangapi wanapita kwenye mazingira magumu? Ushawahi kuombea? Hiyo ni swali kuuliza. Ushawahi kuombea? Tutadaiwa. Haleluya. Haleluya. Kwenye mtaa uliowekwa, popote ulipowekwa, mwana maombi uko peke yako, Mungu anakusudi na wewe. Na hajakuweka kwa bahati mbaya. Simama katika zamu yako. Kwenye kazi unafanya hiyo taasisi, popote Mungu anakusudi na wewe kukuweka hapo unaokoka. Lakini kuna tabia ziko sawa. Lakini kwa kupitia maombi yako, zile tabia zinabadilika katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya.
Mwambie jirani yako usidharau. Mwambie tena usidharau. Mwambie tena usidharau. Hapa niwape shida hii. Kuna kipindi nilikuwa ninauaba sana wa simu. Wakati ninaishi Magomeni pale, tulikuwa tunawapangaji. Sasa mpangaji wetu mmoja akawa ameama. Mlindani akawa ameacha kuna kasimu tukabovu. Wajua mtu mwenye imani kama yani kidogo weza kuona kama achanganyikiwa. Nikachukua ile simu, nikamwambia Mungu, ninaomba nipate simu na kubwa zaidi ya hii katika jina la Yesu. Yaani ungenikuta katika kusema baba amechanganyikiwa sasa. Lakini asikupita na siku tatu. Imani iliyosimama naye kumwomba Mungu, na nilimwona Mungu akifanya. Alimuinua mtu kama alivyosema, nitainua watu na kabila za watu kwa ajili yako. Nami ninakushika katika jina la Yesu Kristo. Hajaishi jambo lolote, unaliona limefunga mikao, lakini msihi Mungu katika hilo. Wakati niko hapa tunasifu, kuna vitu Mungu alikuwa ananisemesha kukuleta kwenye dayari, siwezi kuandika. Niko hapa na sifu. Akaniambia mwana maombi anatakiwa kwanza awe mwombaji. Na kitu cha pili awe na neno la Mungu ndani yake. Kitu cha tatu awe na imani. Sawa? Na kitu cha nne cha nyongeza awe mtoaji sadaka. Haleluya. Nisikia Mungu akinisemesha kwa kweli. Kwenye nosi hakuna. Niko hapa na sifu. Na sifu nasema Mungu, yani ananisemesha mpaka najifikiria mara mbili. Lakini nikasema nitakusemea katika engo gani? Roho Mtakatifu akaruhusu. Lakini kuna mtu mmoja Mungu anazungumza naye. Kuna siku moja nilisikia akasema nyinyi walokole mnaomba sana. Naomba sana, lakini sisi tunawashinda mahali padogo sana katika utoaji wa sadaka. Akasema nyinyi naomba lakini hamtoi sadaka. Sisi kwetu tunatoa sadaka kweli. Na ndio maana tunawashinda nguvu. Wengi wao tunawashinda. Kwa hiyo mwana maombi yoyote zingatia kwenye eneo la utoaji. Hata kama sio mwana maombi, lakini kumbuka sadaka huwa inanena kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Unakumbuka kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10? Kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio. Yeye mtu alikuwa akiomba siku zote. Anaomba huko na asinikiza maombi, na maana anaongea Mungu kwa nini? Kwa sadaka. Ikafika wakati Mungu akamtuma malaika wake. Ilikuwa ni saa 9, Kornelio alikuwa anaomba. Akamwambia Kornelio, maombi yako na sadaka zako zimefika wapi? Maombi yako na nini? Sijasikia, mbona hapo mnasema tu pole. Hebu nisikie tena. Maombi yako na nini? Wateule wa Mungu sijasikia vizuri. Maombi yako na nini? Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaona kwamba unapoomba ni lazima uongee Mungu wa sadaka. Wakati mwingine maombi yako kama hayakaa vizuri, ila Mungu akitazama ile sadaka inamkumbusha kuna Mkristo mmoja hapa ukoba mrefu aliomba kitweke na sadaka yake hii hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Yeyote yule anayemfanyia kitu kibaya au anakwenda kwa mganga au mchawi anaachilia sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna yeyote anaweza kumwaga mtu asipokuwa sadaka. Mimi mwenyewe binafsi naponiona kabla ya kuokoka nimeishi kwenye nyumba ya mganga miaka hii. Miaka mingapi? Miaka mingapi? Kwa hiyo kuna mambo ya kiroho huwa ninayajua vizuri kabisa. Sio kama ninaongea kwa kubahatisha. Mtu anafika pale anaabuliwa. Kabla ya yote anakuwa weka sadaka yako hapa. Weka nini? Kwa hiyo kuna ulimwengu wa roho sadaka inafanya kazi zaidi ya unavyofikiria. Hii angalia shetani alipokuwa mjinga, akija kwa watu wa Mungu anafanyaje? Ukisikia habari za sadaka watu wote wanalalamika, hizi sadaka zimezidi kanisani, hizi sadaka zimezidi wapi? Huyu analalamika kwa sadaka zimezidi kanisani, akienda kwa mganga anatoa ng'ombe, wakati kanisani anakuja kuleta 1000. Afanye analalamika juu ya sadaka. Sio kama kuna mtu mmoja anaelewa. Tunazungumza
na mtu mmoja ili aweze kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wale watu wakawa wanakuja wanatoa sadaka. Toa sadaka. Na wakati mwingine wanaomba sadaka ngumu kabisa na wanaleta. Lakini nini ambacho natamani kukwambia? Itambue nguvu ya maombi pia katika utoaji wa sadaka. Haleluya kanisa. Haleluya. Basi mimi baada ya kukaa katika hiyo miaka miwili nikupe shuhuda. Ndio nakwambia usijidharau. Kama unaeleweshwa kitu cha Mungu utafika wakati tu. Nikiwa kwenye yale mazingira, siku moja nikapata tatizo. Niko kwenye nyumba ya mganga, lakini cha ajabu yule mganga akasema nikupeleke kwa mganga mwenzangu. Sijui unanielewa kitu. Akanichukua nikafika. Kitendo cha kuingia ndani, yule mganga akasema hapana, mimi huyu mtu simtaki hadi hapa, aende kanisani. Hapo sijaokoka, sijui habari za Mungu. Kitu gani alichokiona yule mganga? Watu wamebebeshwa kusudi la Mungu, hajaishi kwa wakati huo waliokoka, lakini liko kitu ambacho kiko ndani yake. Kwa watu katika ulimwengu wa roho nguvu za giza, ukipita mahali wanacheusa mtu wa kawaida. Na ndio maana vita yako haiko ndogo. Haleluya. Vita ya mtu anabeba kusudi la Mungu sio ndogo. Wakati mwingine unapigwa vita kabla hata kuzaliwa. Unapozaliwa unakutana na vita zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo usiogope. Ndipo nilipoanza kuchukua hatua za kwenda kanisani. Na kitu cha ajabu nilichoona Mungu, nilipokuja kuanza kwenda kanisani, nilipokuja kuokoka, watumishi walikuwa wakija katika Morning Glory, wakimaliza kufundisha, mara nyingi walikuwa wanakutana mimi na mkono wananifuata. Waambia kijana wewe mtumishi mkubwa sana. Kama mtumishi, yaani sielewi sasa kwanza nimeokoka. Kwa hiyo wao wanakiona kitu kilichokuwa ndani yangu mimi sikioni. Kwa hiyo kuna watu wana nguvu ya kuona. Na nguvu ya kuona iko kwenye ulimwengu wa roho. Wa nguvu za giza na kwenye ulimwengu wa roho. Wa nuru. Kuna mtu akikuona tu hivi anajua hapa siwezi kuchezea. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa hiyo nini maana kukupa shida hii? Ni lazima ujue kwamba wewe ni mtu muhimu sana kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Haijalishi mapito gani unakutana nayo, haijalishi changamoto gani unakutana nayo, lakini wakati wa Bwana unapofika, Bwana atakutambulisha katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amina. Haleluya. Muumbaji nimesema natakiwa awe na neno. Awe na nini? Yohana mlango wa 15. Yohana mlango wa 15 na verse 7 nasema, "Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa." Ombeni lolote mtakalo nanyi mtafanya nini? Mtatendewa. Lakini kitu cha kwanza neno la Mungu likaa wapi? Ndani. Kwa hiyo tunapoomba wakati mwingine Mungu anaangalia ahadi kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu tunapoomba, hakikisha neno la Mungu linakaa kwa wingi. Wakolosai 3:16 anasema na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na kwa nyimbo na kwa tenzi za roho, huku mkimwimbia Bwana moyoni mwenu. Haleluya. Mkristo muumbaji inatakiwa uwe na neno. Mwambie jirani yako atakuwa uwe na neno. Mwambie atakuwa uwe na neno la Mungu. Mwambie atakuwa uwe na neno la Mungu. Daudi akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili sikutende dhambi. Kwa hiyo neno la Mungu linapokaa ndani yako, kuna vitu vitakuja lakini havitaweza kufanikiwa. Havitaweza kuwa na nafasi katika moyo wako kwa sababu liko neno ambalo linapingana na kile kitu. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, wacha Bwana akafungue mlango ili neno lake liweze kukaa ndani ya moyo wako. Haleluya. Mungu alifungua moyo wa Lydia ili alipokee neno litokalo kwa Paulo. Na Mungu huyo akamfungua moyo wako ili alipokee neno lake katika jina la Yesu. Kama na mimi sema amina. Kama na mimi sema tena amina.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chochote unachosimamia kwamba hakikisha tafuta neno la Mungu lililofanana na jambo lako unaloombea. Utaona Mungu akifanya katika kiwango kikubwa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakumbuka Yesu baada ya kwenda kujaribiwa nyikani. Kitu gani kilichosababisha ashinde? Haikuwa ni mwanadamu kabisa, mfano wa mwanadamu, sio? Na shetani mjaribu ulipomwingia, shetani alipofika kumjaribu, Yesu alishindana shetani kwa kupitia nini? Neno. Shetani alijua kabisa kwamba huyu ana njaa, akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili liwe mkate. Yesu akamwambiaje? Imeandikwa, mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate bali kwa. Haleluya. Changamoto au majaribu unayokutana nayo, shetani anaangalia uko kwenye wakati gani ili aliachie ile jaribu. Sawa? Yaani changamoto yako unayokutana nayo kwa shetani ni fursa. Na anapitisha mjaribu wake. Kwa hiyo wakati ule Yesu alikuwa na njaa, anajua kabisa huyu ana njaa, wacha nikamjaribu kwa njia ya chakula. Kwa hiyo kuna watu wengi wanajaribiwa kwa njia mbalimbali, lakini usipozitambua aina ya shetani iwe tatizo. Na ni rahisi kukamatwa. Lakini ukiwa na neno la Mungu, Roho Mtakatifu anasema ndani yako kwa spidi sana. Utakuta ile neno linasema hapo unapata ujasiri wa kukataa kile kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wako hapa wananunua viwanja, wananunua nyumba, wakifika hawamwiti hata mtumishi wa Mungu aombe. Wao wanaanza kujenga, wengine wanaanza kuingia hata kukaa. Jesus. Unajua yule mlekiwata itamka nini pale? Unajua kulikuwa kuna madhabahu gani iliyotawala? Kwa hiyo unajenga chini ya madhabahu. Unategemea madhabahu gani itakayokuongoza? Ni lazima mtu mtumishi wa Mungu watamke neno juu ya ardhi, kwa sababu ardhi inasikia. Kwa Yeremia 29 wasema ardhi inafanya nini? Kwa hiyo mtu anaweza kuisemesha kwa mabaya, ardhi ikapokea. Mtu anaweza kuisemesha kwa mazuri, ardhi ikapokea. Kuna mahali fulani niliitwa Mbezi. Kulikuwa kuna watumishi wa Mungu wanafanya ibada sana. Mungu amewabariki pia. Wana maisha mazuri sana. Wamejenga nyumba nzuri sana. Lakini magonjwa yaishi. Anapopata kifedha, anaomba mama, anaomba baba. Wakitoka kwenye maombi tu, kula maomba vizuri, uwepo wakifika ndani pakavu. Mara watoto wanaomba. Ndio maisha yao siku hadi siku. Lakini bado hawakufunuliwa kwamba kwa nini tatizo hili linatokea. Mungu alipotupa neema kwenda kusimama kufika pale kuomba, Mungu akatufunulia kwamba hapa palikuwa ni makao au ni wanasema ni madhabahu ya kichawi. Baada ya kumuuliza yule mama, akasema ni kweli hapa kulikuwa kuna mti mkubwa sana kabla ya kujenga. Sasa wao kutamka kitu chochote, wamekwenda kujenga juu ya madhabahu ya mtu, wategemea ndani tutakuwa kuna nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Basi baada ya kusimama kuomba, ile hali ikaisha kabisa. Kwa hiyo sijui kwenye mazingira unayokaa unakutana na vitu gani. Ni lazima uamke. Ukiona migogoro sesha kiasi, lazima muulize Mungu. Na ukiona unaona kama unakosa ujasiri wa kuomba, chukua mtumishi wa Mungu, nenda naye nyumbani akatamke neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Wewe ni mtu wa zamani sana. Sawa? Wewe ni mtu wa nini? Wewe ni mtu wa nini? Wewe ni mtu wa zamani sana. Hebu jiambie mwenye, mimi ni mtu wa zamani. Sema tena, mimi ni mtu wa zamani. Kwa hiyo lazima ugundue kwenye nafasi yako. Ni lazima utambue kwamba Mungu amekuweka kwa kusudi gani. Rama shanda rama saka na bakora basika.
Rika ramakosika ramakora masanda ramakoria musiki. Kwa hiyo jioni ya leo ninaamini kuna watu wana uhitaji mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia neno la Mungu, Mungu akisema na sisi. Lakini tunaamini kabisa wakati umefika wa kuvuka. Na ndio maana kanisikia neno. Wakati unapofika wa kikomo juu ya tatizo lako, Mungu anaituma nini? Anaituma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kuomba jioni ya leo. Haleluya kanisa. Wangapi wako tayari kwa ajili ya maombi? Wangapi wako tayari kwa ajili ya maombi? Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Basi kwa wakati huu, kabla tujaingia katika ratiba ya maombi, ninaomba mahali ulipo usimama, shika sadaka yako. Simama. Alafu pia usipende kutoa sadaka kimya kimya, unaisemesha Mungu akufanyie nini. Sawa? Wakati wa watumishi tunapoomba na unatamani kuna kitu Mungu akufanyie, kwa hiyo isemesha ile sadaka yako. Naomba baba mchungaji aliyekuomba kwa ajili ya sadaka, alafu tuendelee na maombi. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu, tumeendelea kutafakari neno lako ambalo umelituma kupitia mtumishi wako. Jioni ya leo tumeleta sadaka zetu hizi, kila mmoja kwa nafasi yake na mahali pake. Tuma sadaka hizi zikaweze kutenda kazi shambani mwako kwa namna uliyokusudia. Sadaka hizi awe endelee kuwa katikati ya maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Haijalishi waganga waliwahi kutoa sadaka ambazo zilitoka kwa wazazi wetu, na hata kazini, majirani na marafiki na wanafamilia, wapo ambao waliwahi kutamka maneno kwa ajili yetu. Ipo miungu na madhabahu za kila namna zilizowahi kuwekwa pale ili sisi tuharibikiwe. Lakini kwa sadaka hii ya Bwana ambayo imeambatana na neno lako tulilosikia, linalotuhimiza habari za maombi, ya kwamba maombi yanafungua kila nira, yafungue kila nira, kila nira ya uharibifu, kila nira za magonjwa, kila nira za laana, kila nira za mikosi, kila kamba za kuzimu, kila roho kandamizi, kila roho ya kizuizi, kila mamlaka za giza, kila pando ambalo lijalipanda Baba yetu wa mbinguni likapata kung'olewa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tunaachilia neema yako na uweza wako, ee Bwana, vikashuka katikati yetu, kwenye mikono yetu, kwenye mikono yetu, kwenye mifuko yetu, kwenye kapu la unga, kwenye kazi yetu ya mikono, kwenye ofisi yetu. Ee Mungu, tukumbuke, tukumbuke. Kumbuka sadaka yetu, kumbuka sadaka zetu, kumbuka sadaka zetu, kumbuka sadaka zetu, sadaka ya muda. Adui amewaza vitu gani? Haijalishi adui amepandikiza vitu gani. Mungu, tunakuamini, tunakuamini, tunakuamini. Endelea kujidhihirisha kwetu, ukajitwalia heshima na utukufu. Katika Kristo tumeomba na kuamini.
Amen. Basi wakati tunakuja kutoa sadaka, tunaomba nyimbo ya kuabudu. Tutakwenda kumwabudu Mungu, tunaweza kutoa sadaka alafu vitu tutarudisha nyuma. Tutaingia kwenye maombi na maombezi. Tunaamini mkono wa Bwana uko kwa chini. Utetea karibu kwa ajili ya wimbo wa kuabudu. Waimbaji tunaomba sogeni. Usinyamaze, tafadhali.